Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kupunguza mawazo na mvutano na mtu. Pesa zako kuisha kwa haraka bila kutarajia. Kuwa na hali ya kusita. Kujua kuwa ulimkwaza mtu. Kuhailishwa kwa jambo kutakuwa ni afadhali kwako. Kutamani mambo yaweze kuwa kwenye mtiririko mzuri. Kuona mbegu iliyoanza kujiotea. Itakujulisha kuna jambo utakalolikuza au kulifanya. Ila linahitaji umakini ili lisiishie njiani. Kuathirika kwa mabadiliko ya hali itakayotokea au iliyotokea. Nyota ya kaa. Kulizwa kwa maumivu fulani. Kufuatilia kisa cha mtu. Utafanya makosa ya kitu na kujutia. Mtu wako wa karibu atakuwa mwenye mawazo. Kutamani kumwelezea mtu kila kitu kinachohusu jambo fulani. Kuinuka kwa haraka baada ya kitu kutokea. Kuheshimika na watu usiowajua au usiokuwa na mazoea nao. Kuhisi utafanikisha jambo lako ulilokusudia. Gharama ya kitu kuongezeka tofauti na mazoea. Kurubuniwa na mtu. Hisia zako zitakuwa zenye mvutano wa kitu. Kufutika kwa jumbe za mtu bila kutarajia. Ikiwa hukutaka iwe hivyo. Nyota ya nge. Kitu chenye kufanana au watu mapacha utakuwa unawaona sana. Kwa ishara ya kupata kitu au usaidizi bora. Kujituliza mwenyewe hali yako unayojisikia. Kushughulikia jambo la wengi. Kupata hasara kwa kitu usichokuwa na umakini nacho. Kuondoka kwako sehemu utafanya mtu awe mnyonge kutokana na mazoea. Kutafakari sana kutafanya ukumbuke kitu muhimu. Heshima yako kumfanya mtu akubariki. Utakuwa mwenye imani sana na kufanya maombi kila wakati. Nyota ya punda. Kuna hali ya kutokuwa na raha itakujia. Kupata kichefuchefu baada ya kula kitu. Wazo lako litamsaidia mtu. Kuhisi mtu atashindwa kukuelewa. Lakini itakuwa tofauti na mafikirio yako. Kuwa na mashaka na mtu katika hali ya utapeli. Kutaka umoja ili jambo liwe imara. Kutopenda kufichwa jambo. Utafanya kitu cha umuhimu. Mapenzi yako na mtu kurudi. Ila yatakuwa yenye mashaka. Kwa wakati huu ukifanya kitu kwa mzaha basi litakuwa na matokeo mabaya sana. Kuacha kumwamini mtu. Kupata safari. Kuendeleza jukumu lako ulilolisitisha kwa muda. Nyota ya mshale. Kuongea na mtu lakini ataonesha kutokuelewa. Kupata kikao cha dharura. Kutoeleweka kimaamuzi. Kumsikiliza mtu hitaji lake. Mtu kutoa kinyongo alichokuwa nacho kwako. Kuijua sababu ya mtu kukasirika. Kupokea ujumbe utakao kupa amani tena. Nyota ya simba. Kufanya kitu kwa mawazo. Mtu kujiondoa kwenye kazi aliyokuwa anaifanya. Kujihisi kiungulia. Mgongo kuuma. Jambo kutendeka kirahisi ikiwa uliliombea sana. Kuongea na mtu kuhusiana na hasara iliyotokea. Pesa ulioihitaji hutoipata kama ilivyo. Kujihisi hasira baada ya jambo kutokea. Nyota ya mizani. Japokuwa utaujua usaliti wa mtu lakini bado utakuwa naye. Utayamudu majukumu yako kutokana na wepesi kukufikia. Neno la mtu litakuamsha kihisia au akili usioifikiria. Utaulizwa jambo kutokana na kitu kujulikana. Hali ya mawingu kujikusanya kwa mvua, kisha kutoweka. Ni dalili ya kukosa kikubwa ikiwa utapata ishara hiyo. Mtu anayekudai atakukumbushia. Nyota ya ndoo. Kuhisi unasemeshwa au kupewa taarifa ndotoni na watu wa zamani uliokuwa na ushirika nao. Kujipendezesha. Kuona usafiri wa aina moja ukiongozana. Inakujulisha utapata taarifa ya kiongozi mkubwa au jambo linalohusu jamii. Kujihisi dalili za ujauzito. Ila utakuwa una uhakika kuwa haiko hivyo. Ni hali tu ya mvurugiko kuwepo na mvutano wa full moon. Kuona kitu kwa kubahatisha. Kwa maana si rahisi kukiona. Mtu mwenye mapengo au pengo.
Atakufurahia kila wakati. Ni dalili njema ya kusudio lako kutimia. Baadhi yenu kuwa na shaka, ila wengine hamtokuwa na hofu kabisa. Kumkabidhisha mtu kitu. Nyota ya mapacha. Kuhitaji maelewano. Utakuwa mwenye kumbukizi ya mambo ya zamani. Kuhisi maumivu ya jino au fizi kuvimba. Kupokea mwongozo mzuri kutoka kwa mtu. Utaamini na kutekeleza kitu. Kuache mihemko mibaya isikuongoze tena. Nyota ya mashuke. Kuzidi kupatiwa sifa mbaya za mtu. Kupenda tena. Utamwepuka mtu kwa sababu ya kuepusha jambo kutokea. Mtu atajua umemkasirikia kwa namna unavyomuoneshea. Kuchanika kwa nguo sehemu ya mlangoni. Kama pazia au nguo yako mwenyewe. Itakujulisha kuna jambo la aibu litatokea. Lenye kukuhusu au kuwahusu wengine. Mtu kukukosea na kumwambia ukweli. Kuongea sana ili mradi tu mtu akuelewe. Kupata kitu ulichokuwa unakitafuta. Kuhitaji kuhakiki kitu kilichotokea. Nyota ya mbuzi. Kukisifu chakula. Kubahatika kwa mara nyingine kwenye jambo. Mtu kukurudisha nyuma kwa ulichokianza. Utajadili kitu. Kutopendezewa na uharibifu uliofanyika. Kuyahisi maumivu ya mtu kwa hali aliyonayo. Kumkumbusha mtu umuhimu wa mzazi. Kwa baadhi yenu kuna ratiba ambayo itavurugika. Nyota ya ng'ombe. Kufuata ushauri wa mtu. Kujitenga au kukaa peke yako. Kujizungumzisha mwenyewe. Kutumia muda wako vizuri wa mapumziko. Kuisusa kazi au kutoifanya tena. Kupokea kiasi cha pesa. Kuchaguliwa katika kundi la watu wengi. Kupatiwa huduma nzuri sehemu. Kujua mtu anafanya kitu kwa kujilazimisha. Kupata sababu ya kuondoka sehemu. Kushtuka sana usingizini. Kuwaona sana watu wenye mwanya au wazi katikati ya meno yao. Itakujulisha kutokea fursa za ghafla. Pia unajulishwa kuhusu adui yu karibu. Kuwa macho kwa kila mambo yako. Mwongozo wako utakujulisha kitu ndotoni. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi. Kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.